Wewe Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, uliyenileta duniani, umenileta duniani kufanya nini? Umeweka kitu ndani yangu cha muda gani? Kitu ulichoficha ndani yangu kina thamani kiasi gani? Kina upinzani kiasi gani? Usipojiuliza haya maswali, hautaelewa thamani ya kitu Mungu alichokiweka ndani yako na akaamua kukuleta duniani. Ibilisi akishagundua kitu ulichokibeba, ghafla anaanza kutafuta namna ya kukibadilisha kisiwe na matokeo yaliyokusudiwa. Mtoto wa Mungu, lazima uelewe neno ambalo Mungu ameliachilia kwenye maisha yako. Ni nini Mungu amekusemesha kuhusu kesho yako? Kila nafasi ambayo Mungu anampa mtu ina mahusiano ya moja kwa moja na hatima ambayo mtu anaiendea. Kinachosababisha vitu vinakuwa vyepesi ni mkono wa Mungu unapokuwa kwenye maisha ya mtu. Kila anachokifanya kinakuwa na matokeo. Mkono wa Mungu ukiondoka kwenye maisha ya mtu, kila kitu kinakuwa kigumu. Hakuna kufanikiwa nje ya nafasi ambayo Mungu alikutengenezea. Kadri ninavyokuwa sipo kwenye nafasi ambayo Mungu umenipa, siongezeki. Katika jina la Yesu, nimshukuru Mungu sana kwa kukupa kibali na kukuwezesha kuweko mahali hapa siku ya leo. Kwa namna ya jioni, ni siku ya pili ya semina hii ambayo Bwana ametupa, semina ya kimkakati, semina ya kimaombi ambayo Bwana ametupa mahali hapa. Nimshukuru Mungu kwa ajili yako na nimshukuru Mungu kwa kutupa kibali na kutupa nafasi. Lakini nilieleza siku ya jana kwamba kesho itakuwa ni siku ya maombi muhimu. Ninaamini unajipanga kwa ajili ya siku ya kesho, na kuna kitu ambacho Bwana atakuwa nacho siku ya kesho kwa namna ya upekee. Kwa hiyo tutawahi kidogo siku ya kesho vile Mungu atakavyotusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Na siku ya leo nataka tuangalie kwa nini kunakuwa na vita kwenye nafasi. Nilikueleza nikakwambia nafasi ambayo Mungu anakupa. Nilieleza nikasema nafasi ambayo Mungu anakupa ni nafasi ambayo imelibeba kusudi la Mungu kwa ajili yako na kwa ajili ya watu wanaokuzunguka. Mungu kabla hajakuleta duniani anakutengenezea kwanza mazingira. Hakuna mtu Mungu anamleta duniani aje abahatishe duniani. Hapana. Mungu anapokuleta duniani, cha kwanza anakutengenezea mazingira, anakutengenezea mifumo. Hicho ni kitu ambacho mtoto wa Mungu unatakiwa kukifahamu. Na ibilisi anapotaka kuzuia, kimsingi ya kuzuii wewe, anapambana kuhakikisha kusudi la Mungu ambalo limefichwa ndani yako halifanikiwi. Kwa mapambano ya ibilisi mchana na usiku sio wewe. Mapambano ya ibilisi mchana na usiku ni kusudi ulilobeba lisifanikiwe, kwa sababu hilo kusudi ulilolibeba limebeba ajenda ya aliyekutuma. Hakuna namna tumekuja duniani kwa sababu tulitaka. Huko uliko kuweko hakuna anayekujua. Kwa hiyo ukutaka wewe kuja duniani, wala mtu asije akakudanganya. Ukutaka kuja duniani, hukujua kuna duniani, hukujua kuna kitu kinafanana na Tanzania, hukujua kuna kitu kinafanana na mama yako, hukujua kuna kitu kinafanana na baba yako, hukujua kuna kitu kinafanana na huo ukoo, hukujua kuna mahali panaitwaga duniani kuna watu weupe, kuna watu weusi, kuna warefu na wafupi. Hukujua kuna mahali kunaitwaga duniani. Huko uliko kuweko haukujua chochote. Lakini muda ulifika ukaambiwa unatakiwa uende huko. Ukajikuta unalia ng'aa. Ukajikuta kuna mtu unamtegemea. Ukajikuta una jina. Ukajikuta mweusi. Ukajikuta mnene. Ukajikuta mfupi. Ukajikuta uko Tanzania. Ukajikuta huyo ndio baba yako. Ukajikuta huyo ndio mama yako. Ukajikuta hapo ndipo unapoishi. Ukajikuta huo ndio mfumo wako wa maisha. Haukuplani chochote, hukupanga chochote. Nani kakuleta? Anataka nini?
Sababu za kukuleta ni zipi? Anataka ukae muda gani? Lini anataka uondoke? Nini kaweka huko ndani yako? Anataka kifanye nini? Usipojiuliza haya maswali, hautaelewa thamani ya kitu Mungu alichokiweka ndani yako na akaamua kukuleta duniani. Hautaelewa hiyo thamani, wala hautahangaika nayo. Lakini ukijiuliza haya maswali machache, utaelewa kwamba kuna thamani kubwa sana kwenye maisha yako, wala sio thamani ndogo. Na kwa sababu watu kila siku wanakuja na kuondoka, ina maana kwamba wanaokuja wamekuja kwenye muda wao, wanaoondoka wamemaliza kazi zao. Hiyo ndo maana yake. Na wakati wa kuondoka hakuna namna, unaambiwa. Kama vile ukuambiwa unavyokuja, ndivyo vile utaambiwa kwamba ni saa ya kuondoka. Ni kitu kigumu sana. Kama ulivyojikuta ni mtoto wa fulani, ni wa ukoo fulani, mama yako ni fulani, baba yako ni fulani, kama walikufa basi ulijikuta yatima. Kama ulivyojikuta ndivyo utakavyojikuta huko dunia nyingine tena. Unaambiwa ulikuwa duniani, sasa hivi umerudi huku. Unauliza sasa inakuwaje hapa? Kama utakuwa mahali pazuri panapofaa kuuliza. Halo, Bwana Yesu asifiwe sana. Kama utakuwa mahali ambapo ni salama, utajikuta tena. Maana Biblia inasema hatujui siku wala saa. Kwa kufumba na kufumbua, uko dunia nyingine. Kama ni hukumu, uko kwenye hukumu. Kama ni paradiso, uko paradiso. Yaani ni ghafla tu. Walioondoka tungeweza kuuliza maswali, wangetupa shuhuda ngumu sana. Maana mtu anapokufa, elewa hii mtoto wa Mungu, ni kitu cha kama mtu anazima taa, ni kuzima na kuwasha. Ni ghafla, roho haipo kwenye mwili na haichukui muda, tayari iko kwenye ulimwengu mwingine, tayari iko kwenye mfumo mwingine, tayari kuna aina nyingine ya maisha mtu anaishi huko alikoenda. Nini ninachotaka kukiweka ndani ya moyo wako? Uelewe value, uelewe thamani ya muda Mungu aliyokupa na kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Ndiyo maana mapambano makali ya Ibilisi mchana na usiku, kile kitu Mungu alichoweka ndani yako kisiwe na matokeo. Kisiwe na matokeo. Anajua lazima utaondoka, kwa sababu kila mwenye mwili atarudi. Halo, tunakwenda sawa? Kwa kuwa kila mwenye mwili atarudi, Ibilisi anajua utarudi. Sasa anapambana mchana na usiku urudi bila kuwa umefanya kitu kilichokuwa kimekusudiwa. Mungu alipotupa session za kujifunza namna hii, anataka kuweka ndani ya moyo wako commitment, hali ya kufuatilia. Wewe Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, uliyenileta duniani, umenileta duniani kufanya nini? Umeweka kitu ndani yangu cha muda gani? Kitu ulichoficha ndani yangu kina thamani kiasi gani? Kina upinzani kiasi gani? Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Nafasi aliyokuwa nayo Adamu ilikuwa ni nafasi ya umilele. Shetani alihakikisha haiwi nafasi ya umilele. Alihakikisha haiwi nafasi ya umilele. Akatengeneza mazingira ya kumuondoa kwenye hiyo nafasi. Ghafla mauti ikaingia ulimwenguni. Ibilisi akishagundua kitu ulichokibeba, ghafla anaanza kutafuta namna ya kukibadilisha kisiwe na matokeo yaliyokusudiwa. Kwa hiyo unahitaji ufahamu, unahitaji maarifa yatakayokusaidia kulinda na kutunza kile kitu Mungu alichokubebesha kiwe na matokeo yale ambayo Mungu ameyakusudia. Kwa kuwa Mungu anamwandaliaga mtu kwanza mazingira kabla mtu ajaja.
Tuliona alipomwambia Yeremia, kabla sijakuweka kwenye tumbo la mama yako nalikujua, hujatoka kwenye hilo tumbo nalikutakasa, tayari nilishakufanya kuwa nabii wa mataifa. Maana yake nilishakutengenezea mazingira ya utumishi ambao unauendea. Na akamweleza vizuri, akazimwambia watashindana na wewe juu ya hiyo nafasi, lakini hawatakushinda. Kwa nini hawatakushinda? Kwa sababu nimeshakutengenezea mazingira ambayo yatakusaidia. Akamwambia watakuja na vitisho, lakini usiogope kwa ajili yao, maana mimi niko pamoja na wewe nikuokoe. Kwa hiyo mazingira yote nimeyatengeneza kwa ajili yako, ila utakutana na hofu, utakutana na mashaka, utakutana na wasiwasi. Visikuondoe mwanangu kwenye nafasi ambayo nimekupa. Upinzani utakuja, utakuwa unatafuta kukutoa kwenye hiyo nafasi, ili usije ukawa na matokeo kwenye kitu nilichokiweka ndani yako. Lakini mtoto wangu, nataka siku zote ujue, hata kama watakuwa wanashindana na wewe, nimeweka neema ndani yako ya kukusaidia wasikushinde. Kwa anapozungumza na Yeremia, anataka Yeremia ajue nafasi aliyopewa ina upinzani. Kwa hiyo natakiwa kulinda, kwa hiyo natakiwa kutunza, natakiwa kufuatilia neno nililopewa. Ni nini Mungu amenisemesha? Ni nini Mungu ameweka huku ndani yangu? Natakiwa kulinda hilo neno mpaka lifike mwisho. Na ndio maana mtoto wa Mungu lazima uelewe neno ambalo Mungu ameliachilia kwenye maisha yako. Ni nini Mungu amekusemesha kuhusu kesho yako? Kila nafasi ambayo Mungu anampa mtu ina mahusiano ya moja kwa moja na hatima ambayo mtu anaiendea. Jana nilikueleza kidogo habari za Yabesi. Yabesi amekusudiwa hatima njema kabisa mbele yake. Mungu amekusudia baraka kubwa mbele yake, lakini shetani akatumia mlango wa familia, akatumia mlango wa mama kuhakikisha anamtoa kwenye hiyo nafasi, asiishi maisha ya furaha siku zote za maisha yake. Kama Yabesi angeendelea hivyo mpaka anakufa, tafsiri nyepesi ni ipi? Tafsiri nyepesi ni kwamba Yabesi asingekaa kwanza akafurahia maisha yake, mbili, asingekaa akalitimiza kusudi la Mungu kwenye maisha yake. Kwa hiyo Yabesi kuanzia anazaliwa mpaka anakufa, kusudi alilolibeba lingekuwa gizani. Kusudi la Mungu lilolibeba likiwa gizani, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba aliyekuleta amefeli. Wewe ambaye ulitakiwa kutembea kwenye hiyo nafasi, na wewe umefeli. Lakini mbaya zaidi na kwako, kwa sababu siku zote nafasi ambayo Mungu anampa mtu huwaga ndiyo inayompa kujulikana. Unataka kujulikana, hakuna kujulikana nje ya nafasi Mungu aliyokupa. Tunakwenda sawa? Kama Mungu amekupa nafasi ya kibiashara, hiyo biashara ndio itakayokutambulisha. Kama Mungu amekupa nafasi ya cheo fulani ofisini, hicho cheo ndio kitakachokutambulisha. Kama Mungu amekupa nafasi ya ndoa, hiyo ndoa ndio itakayokutambulisha. Kama Mungu amekupa nafasi ya utumishi, huo utumishi ndio utakao kutambulisha. Kwa hiyo nafasi ndio inayomtambulisha mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nafasi ndio inayompa mtu heshima. Unataka heshima, nafasi ndio inayompa mtu heshima. Hakuna mtu atakuheshimu wewe asipojua nafasi ulionayo, asipojua kilichoko ndani yako. Kwa Ibilisi akitaka kuharibu utambulisho wako, akitaka kuharibu heshima ulionayo, anapambana kukutoa kwenye nini? Kwenye nafasi. Lakini nafasi ndio inayomsaidia mtu kuwa na hela. Nafasi ndio inafacilitate mifumo ya kiuchumi. Mungu anapokupa nafasi fulani, automatically anataka kuona uchumi wako unakuwa sawasawa. Unakumbuka Adamu alipokuwa kwenye ile nafasi ya umilele, alikuwa hawazi atakula nini asubuhi, alikuwa hawazi atakula nini mchana, alikuwa hawazi atakula nini jioni. Nafasi ilikuwa inamfungulia nini? Milango. Subiri siku alipoondolewa kwenye ile nafasi, aliambiwa nini? Aliambiwa kuanzia leo takula kwa jasho. Lakini jasho alikuweko mara ya kwanza. Eva alipokuwa kwenye ile nafasi, kama angepata watoto angewapata bila matatizo. Angalia alipoondolewa kwenye nafasi, akaambiwa kuanzia leo tazaa kwa uchungu. Adamu anaambiwa miiba na michongoma ndio itakayokuzalia wewe. Lakini kabla ya hapo miiba haina nafasi kwenye maisha ya Adamu.
Alipoondolewa kwenye nafasi, kitu gani kilichotokea? Alipoondolewa kwenye nafasi, anaambiwa ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Yaani unapoondolewa kwenye nafasi ambayo Mungu amekupa, kila kitu kinavurugika. Kila kitu kinavurugika kwa sababu nafasi ambayo Mungu anampa mtu ndio imebeba breakthrough, imebeba upenyo. Ile nafasi ambayo Mungu anampaga mtu, na ndio maana Ibilisi akitaka kuharibu maisha ya mtu, aendi kila mahali, anaenda kutafuta huyu mtu amepewa nafasi gani, anaenda anaipiga ile nafasi. Kwa hiyo nafasi ndio inayokutambulisha, nafasi ndio inayokupa mamlaka. Ukiona mtu ana mamlaka mahali, ujue ana nafasi. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe sana. Nini kinasababisha mtu akifika mahali ambapo kuna watu wengi, labda ni kwenye harusi au ni kwenye ibada au ni sehemu ya sherehe, akiingia pale mlangoni, nini kinasababisha wanamleta kiti cha mbele? Mbona sio kila mtu anapelekwa kiti cha mbele? Bwana Yesu asifiwe sana. Nini kinachompeleka huyu? Nafasi alionayo. Nafasi ndio inayosababisha mtu awe na mamlaka, authority. Leo hii mkuu wa mkoa akisema sitaki hiki kitu hapa, watu wanafuata. Kesho akitolewa kwenye hiyo nafasi, akisema hicho kitu, hamna mtu anafuata. Kwa hiyo watu walitii nini? Nafasi. Ibilisi akijua una nafasi ya namna hiyo, hata hangaika kupiga maisha yako, atahangaika kupiga nafasi yako. Ndio kitu ambacho natamani ukielewe. Kwa hiyo nafasi inampa mtu mamlaka, inampa mtu authority, lakini nafasi inakupa ulinzi. Nafasi inakupa ulinzi. Kuna ulinzi hautakaa uwe nao mpaka umetembea kwenye hiyo nafasi ambayo Mungu ameikusudia kwenye maisha yako. Wale waliofika kwenye nyumba za waheshimiwa wanajua Mungu amenipa neema kidogo ya kwenda kwenye nyumba zao. Bwana asifiwe. Na wakati mwingine nimeenda kuonana nao. Ukienda kwenye nyumba ya mheshimiwa, ukifika getini, anayekupokea ni polisi mwenye bastola au mwenye silaha. Anakuuliza maswali. Una mawasiliano naye? Amekualika? Kama hujaalikwa, ndugu yangu, unaishia hapo hapo na unaweza ukawa kwenye wakati mgumu. Tunakwenda sawa? Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukisema amenialika, wanapiga simu. Maana kuna simu getini. Halo mheshimiwa, kama sio mheshimiwa basi msaidizi wake. Huyu mtu huyu mtu una mawasiliano naye, huyu mtu unamfahamu, huyu mtu anasema amekuja kukuona. Kwa hiyo ukishafika namna hiyo, wakishaongea namna sana, ninamfahamu, amekuja. Wakisikia tu hivyo wanajua tayari. Sasa ndio amekuja, yuko hapa. Sasa mleteni. Kwa unapewa polisi mmoja, ndio unaenda kuonana na huyo mheshimiwa. Sasa Mungu ametupa neema, wakati mwingine tunaenda kuomba nao. Wakati fulani nilienda kuomba na mheshimiwa mmoja, nikafika pale, nilipokelewa na watu 6. Siniuliza alikuwa nani. Watu 6, watu wana bastola na wajavaa nguo za polisi. Wakaniuliza, ndio wewe? Ndio wewe? Kila mtu anauliza, ndio wewe? Ndio wewe? Ndio wewe? Ngambia ndio mimi. Ndio. Wakapiga simu, wakaona inaita. Wakasema ndio yeye. Unachukuliwa, unaanza kupelekwa, unaanza kujiuliza wewe mwenyewe, hivi mimi niko salama kweli? Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa nini huyu mtu ana walinzi wengi namna hiyo? Sema nafasi. Tunakwenda sawa? Hawa watu wote wako naye. Hawa watu wote wako naye. Popote alipo wapo. Popote alipo wapo. Akiwa anakula wapo. Akiwa anasafiri wapo. Sasa hawa ni walionipokea mimi, haina maana ndio waliokuwa naye wote. Ukiambiwa wote walio naye ni msafara.
lakini wanalinda nini? Wanalinda nafasi. Mtoto wa Mungu, na wewe kwenye ulimwengu wa roho una hiyo nafasi. Jina la Yesu libarikiwe sana. Haujanielewa, nimekwambia kwenye ulimwengu wa roho una hiyo nafasi. Biblia inasema tumeketishwa mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Sisi tumeketi pamoja naye, tunakula pamoja naye, tunalala pamoja naye. Tumepewa amri ya kukanyaga inge na nyoka na nguvu zote za yule adui. Hakuna kitu chochote kinachoweza kutudhuru sisi. Kwenye ulimwengu wa roho tuna nafasi kubwa sana, hata kama kwenye ulimwengu wa damu na nyama hiyo nafasi inaweza ikawa haionekani, lakini kwenye ulimwengu wa roho tuna hiyo nafasi. Kwa hiyo ibilisi anachopambana nacho ni kuiba hiyo nafasi. Kwa nini? Kwa sababu nafasi ndio inayokupa ulinzi. Unisikilize, itakusaidia. Kama jinsi huyu mheshimiwa anavyolindwa, kama jinsi huyu mheshimiwa alivyo na wasaidizi wengi, ndivyo jinsi na wewe kwenye ulimwengu wa roho unavyolindwa na ulivyo na wasaidizi wengi. Maana maandiko yanasema wako malaika wanaotumika kwa ajili ya wateule. Hauwaoni kwa macho ya kibinadamu, lakini nakuhakikishia wapo. Wanahangaika na ishu zako, wanahangaika na mambo yako, wanapambana kuhakikisha unakuwa salama, wanapambana kuhakikisha vitu vyako vinaenda, wanapambana kuhakikisha unafanikiwa. Hao malaika wapo, walikuwepo wakati Adamu akiwa hapa duniani, walikuwepo. Siku aliyoondolewa kwenye nafasi, malaika wote waliondoka, akajikuta yuko peke yake. Na ndio maana kitu cha kwanza Adamu aliposikia sauti ya Mungu alimwambia, nilisikia sauti yako bustanini nikaogopa. Kwa nini? Malaika wameondoka, hakuna ulinzi, no protection. Alafu anamwambia nikajificha. Kwa nini amejificha? Anajiona ghafla hana tena ule utulivu aliokuwa nao mara ya kwanza. Anaona kila kitu chake kimebadilika. Anasema, Mungu, niko uchi, kila kitu kimeondoka kwenye maisha yangu. Ibilisi anachopambana nacho mchana na usiku, ile neema uliokuja nayo, kibali ulichokuja nacho, nafasi ambayo Mungu alikupa akati anakuleta huku duniani, ibilisi anapambana hiyo nafasi haiwi sehemu ya maisha yako. Kwa sababu ikiwa sehemu ya maisha yako inakupa heshima. Hiyo nafasi ikiwa sehemu ya maisha yako inakupa ulinzi. Hiyo nafasi ikiwa sehemu ya maisha yako inakupa mamlaka. Hiyo nafasi ikiwa sehemu ya maisha yako inakupa kutawala. Hiyo nafasi ikiwa sehemu ya maisha yako inakupa upenyo, access. Unisikilize, kinachokusaidia wewe ufanikiwe kwenye kazi, kwenye biashara. Unakumbuka jana wakati Yabesi anaomba yale maombi, Yabesi aliomba nini? Aliomba mkono wa Bwana uwe wapi? Uwe juu yake. Maanake alikuwa anaomba favor, breakthrough ya kimungu iwe pamoja naye. Walipomtoa Yabesi kwenye nafasi, na mkono wa Bwana nao ulifanya nini? Uliondoka. Na mkono wa Bwana uliondoka. Sasa angalia madhara ya mkono wa Mungu kuondoka kwenye maisha ya mtu. Mkono wa Mungu ukiondoka kwenye maisha ya mtu, kila kitu kinakuwa kigumu. Ukitafuta kazi inakuwa ngumu, ukitafuta hela zinakuwa ngumu, unataka kuolewa ngumu, unataka kuoa ngumu, unatafuta at least watu waelewe kipawa ulichonacho ngumu. Unajaribisha uanzishe kitu fulani kigumu. Nini kimetokea? Kuna mtu alibonyeza button, ile button ikakuondoa kwenye nafasi. Mkono wa Mungu uko juu yako. Kinachosababisha vitu vinakuwa vyepesi ni mkono wa Mungu unapokuwa kwenye maisha ya mtu. Kila anachokifanya kinakuwa na breakthrough, kila anachokifanya kinakuwa na matokeo. Na ndio maana kwa nini tunahitaji kuomba nafasi zilizoibiwa, nafasi zilizoondolewa, nafasi zilizoharibiwa kwenye maisha yetu. Kwa nini tunatakiwa kuomba Mungu azirudishe kama alivyoomba Yabesi? Kibaya zaidi, hujui wakati mwingine kwamba nimeondolewa kwenye nafasi. Yabesi alikuwa hajui, na ndio maana aliendelea na maisha yake. Na mbaya zaidi, nikimtafakari Yabesi siku zote huwa ninamhurumia. Na namwambia Mungu, watu wasije wakaishi maisha aliyoishi Yabesi. Ogopa watu wanakuona wewe una afadhali. Ogopa watu wanakuona wewe ndio Mkristo safi. Ogopa watu wanakuona wewe ndio mtu wa kuaminiwa. Ogopa watu wanakuona wewe ndio mwenye heshima kuliko wengine, lakini kumbe umeondolewa kwenye nafasi. Kwa vile wanavyokuona unaweza ukafikiri uko sawa, kumbe uko sawa. Unaweza ukafikiri kila kitu kinaenda, kumbe umesimamishwa. Unaweza ukafikiri vitu vitatokea, kumbe vimezuiwa. Hicho ndio kitu kilimletea shida ya Yabesi. It was a big problem.
mpaka siku ambayo Mungu alimletea ufunuo, mwanangu unachelewa, mwanangu unachelewa, hivi sivyo jinsi nilivyokuwa nimekusudia, hii sio spidi yako, hizi sio hatua zako, hivi sivyo unavyotakiwa kwenda. Kuna watu hapa wako 1000 wanakusubiri wewe. Kuna watu wanasubiri neno lako. Kuna watu wanasubiri maamuzi yako. Kuna watu wanasubiri hatima yako iamshe hatima za kwao. Mwanangu, kuna kitu hakiko sawa hapa, milango ya baraka imefungwa mwanangu. Huoni kwamba hauongezeki? Huoni kwamba hauna mkono wangu juu yako, hauna favor? Huoni kwamba milango ya uovu iko wazi kwenye maisha yako? Biblia inasema Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli, maana yake akautafuta uso wa Mungu. Mungu, nisaidie kujua what is the problem with my life. Sasa hii kitu ili uweze kukielewa, nataka nikusaidie kutofautisha. Maombi na kuutafuta uso, maombi na kumlingana Mungu. Ukielewa hapo utavuka vizuri. Biblia inasema hivi, Danieli alikuwa anaomba mara ngapi? Mara 3 kwa siku. Tunakwenda sawa? Alikuwa anaomba asubuhi, anaomba mchana, anaomba jioni. Biblia inasema aliomba hivyo kama ilivyokuwa desturi yake, kama ulivyokuwa utamaduni wake. Kwa hiyo kwa tafsiri nyepesi, Daniel alikuwa ana utamaduni wa kimaombi. Jamani, tunaenda sawa? Jina la Yesu libarikiwe sana. Siku moja akawa anapekua vitabu, anasoma vitabu vya manabii waliomtangulia. Akaenda kwenye kitabu cha nabii Yeremia. Alipofika kwenye kitabu cha nabii Yeremia, akagundua neno ambalo Mungu alikuwa amezungumza na nabii Yeremia kwa habari ya ukiwa wao, ukiwa wa Yerusalemu. Lile neno Mungu alikuwa amezungumza na nabii Yeremia ilikuwa ni miaka mingapi? 70. Alipojaribu kufuatia maisha walionayo kule utumwani, akagundua miaka 70 imefanya nini? Imetimia. Kile kitendo cha kujua muda wa kukaa utumwani umeisha kiliamsha hali ndani yake, kiliweka mzigo ndani yake, kiliweka uchungu ndani yake, uchungu wa kutaka kuzaa. Kuzaa nini? Kuzaa ukombozi. Kuzaa nini? Kuzaa hatua mpya. Biblia inasema mimi Daniel, kwa kuvisoma vitabu, ndivyo anavyosema kwenye kile kitabu cha Daniel. Naposoma ile sura ya 9 pale, anasema mimi Daniel kwa kuvisoma vitabu nalipata ufahamu juu ya ukiwa wa Yerusalemu, yaani ile miaka mingapi? 70. Anasema baada tu ya kujua ule muda umefika, anasema nikamwelekezea Mungu uso wangu ili kutaka kwa maombi, dua, sala na kufunga. Nikamwelekezea Mungu uso wangu ili kutaka kwa maombi. Hebu sema kutaka kwa maombi. Sijasikia, sema tena kutaka kwa maombi. Tunakwenda sawa? Anasema nikamwelekezea Mungu nini? Uso. Ili kufanya nini? Kutaka. Natamani uelewe hiyo sentence. Hebu sema kutaka. Sema tena kutaka. Huyu mtu huwa anaomba asubuhi, mchana na jioni, lakini leo amemwelekezea Mungu uso. Anataka, sio anaomba. Anafanya nini? Wangapi wamewahi kuona paka? Umeshawahi kuona paka? Bwana asifiwe sana. Paka akiwa anatamani kula unachokula, anakujaga pale kwenye miguu, analia tu nyau nyau, anakutumia taarifa kwamba usinisahau bana, na mimi niko huku chini. Nyau nyau,
anakupa taarifa, akiona umwelewi anakuparua kidogo. Sasa nyao anaona wewe bado unaendelea tu na mifupa, unaendelea tu, anasema huyu anielewi huyu. Anarudi pembeni kidogo, anasema nyao, anakuangalia usoni, anaona unaendelea tu. Kama anataka analukia mezani. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Analukia wapi? Kama meza iko karibu, kama kuna kiti cha karibu, hata kuja moja kwa moja mezani, ataanzia kwanza kwenye nini? Kwenye kiti. Utaona kaluka kwenye kiti. Ukiona kaluka, ujue huyo mtu anataka huyo. Sasa wewe endelea kujifanya umuoni, atachukua. Tunakwenda sawa? Wengi huwa tunaomba lakini hatutaki. Tunaenda sawa? Mungu anajua saa unataka, anajua saa unaomba kawaida, anajua saa unataka. Danieli anasema nilimwelekezea Mungu uso wangu ili kutaka kwa maombi. Kutaka kwa maombi maana yake Mungu, you have to do now. Mungu unatakiwa ufanye sasa. Mungu, hata kama uko bize, niangalie sasa. Hata kama uko bize na watu wengine, ninahitaji breakthrough saa hizi, ninahitaji upenyo saa hizi. Ndio unakuta mtu ghafla umeingia kwenye maombi ya kufunga, hata ulikuwa huna ratiba ya kufunga. Ghafla mtu umejitenga na watu, hata ulikuwa huna ratiba ya kujitenga na watu. Wanasema leo hajatoka huko ndani, ni masaa 6 sasa yuko huko ndani. Kiweza unawaandikia message, naomba msinitafute leo, kuna kitu ninakitaka kwa huyu Mungu wangu, kuna kitu nataka kuona huyu Mungu anafanya. Leo nimeahirisha mambo mengine yote. Ukisoma kwenye maandiko utaona watu waliotaka kwa maombi. Wale tunaofuatilia habari za Daudi, nataka uelewe hiki kitu kitakusaidia. Nafasi ambayo Mungu amekupa, kama ibilisi ameiondoa, usitegemee utafanikiwa. Hakuna kufanikiwa nje ya nafasi ambayo Mungu alikutengenezea. Yeremia asingekaa akafanikiwa nje ya nafasi ya kuwa nani? Nabii. Hana kitu kingine cha kufacilitate maisha yake nje ya nini? Nje ya unabii. Alishaambiwa kabisa, we maisha yako ni unabii. Wale wanaofuatilia habari za Samson, mnajua maisha yake Samson, yeye ni mwamuzi, ni mwamuzi juu ya Israeli. Na ile nafasi inalindwa na nywele, inalindwa na unadhiri. Asipokaa kwenye hiyo nafasi, asitegemee kuna kitu chochote kitatokea kwenye maisha yake. Asitegemee ataona breakthrough. Na wote mnajua kilichotokea. Siku waliotoa nywele ndio siku waliomtoboa macho. Siku waliomtoa nywele ndio siku kila kitu kiliharibika, ndio kila kitu kilianguka. Hautakaa ufanikiwe nje ya nafasi ambayo Mungu amekupa. Na ndio maana lazima twende mbele za uso wa Mungu serious kudai, serious kutaka. Nilikueleza siku ya jana, nikakwambia kuna nafasi ambayo tayari umeikalia lakini na upinzani mkali. Kuna nafasi ambayo unaiendea, haujawahi kuikuta. Unaikimbizaga tu, haujawahi kuikuta. Na kwa nini hujawahi kuikuta? Kwa sababu ibilisi hataki uikute. Lakini kuna mtu mwingine alishakuwa kwenye nafasi na amefanya nini? Na ameondolewa. Wengine waliondolewa kwenye nafasi kuanzia wakiwa wanazaliwa kama Yabesi. Ibilisi alitengeneza mazingira ya kumuondoa huyu mtu kwenye nafasi. Na wengine hawajui kwamba aliondolewa kwenye nafasi. Kwa anaendelea na maisha kama Yabesi alivyokuwa anaendelea na maisha yake. Ni mpaka siku Roho Mtakatifu alipomsemesha kwamba Yabesi, hauko kwenye nafasi inayotakiwa kukusaidia. Unaishi nje ya nafasi, unaopaleti nje ya mfumo. Huwezi kufanikiwa nje ya mfumo ambao Mungu amekupa. Nafasi ni kama maji kwa samaki. Samaki hata we mjanja kiasi gani, ukimtoa kwenye maji, mwisho wake umefika. Haijalishi ana nguvu kiasi gani, haijalishi ana uwezo kiasi gani. We mtoe samaki kwenye maji,
hata aitwe papa, hata aitwe nyangumi, hata aitwe kitu gani, utakapomtoa kwenye maji, nguvu zake zimeisha, uwezo wake umeisha. Yule samaki ambaye angeweza kukumeza akiwa kwenye maji, wewe unaweza ukamchoma kisu akiwa nchi kavu. Kwa nini? Ameondolewa kwenye nini? Kwenye nafasi. Huwezi kufanikiwa nje ya nafasi Mungu aliyokupa. Na ndio maana lazima Mungu atupe neema ya kuomba. Ndio maana nikakwambia hii semina ni semina ya kimaombi. Kwa nini? Tunang'ang'ana na Mungu. Mungu, ulinipa nafasi gani wakati nakuja huku duniani? Danieli alipogundua muda wa kukaa utumwani umeisha, wale wanaofuatilia habari za kina Danieli wanajua, waliambiwa hivi, kwa kuwa mmenikosea na wapeleka utumwani. Lakini kule utumwani watakaa miaka mingapi? 70. Alafu Mungu akasema hivi, ile kwamba nimewapeleka utumwani haina maana kwamba hamtafanikiwa. Kaangalia ishu yao ilikuwa tofauti. Mungu aliwaambia hivi, mtafanikiwa huko wapi? Utumwani. Mtafanikiwa huko. Mkono wangu mtauona huko. Baraka zangu mtaziona huko. Na mkienda mkaiombee amani ile nchi mnayoiendea. Ile nchi watakayowafanya watumwa, mkaiombee amani, mkaitakia amani. Kwa sababu katika amani ya hiyo nchi na nyie mtapata amani. Katika mafanikio ya hiyo nchi na nyie mtapata. Ndio maana akafuatilia wakina Shadraka, Meshaki na Abednego walikuwa wanafanikiwa kila kitu. Kila siku walikuwa wanapandishwa vyeo. Danieli kila siku alikuwa anapandishwa cheo. Kwa nini? Walikuwa wameambiwa kwamba watafanikiwa huko. Lakini sio nje ya muda ambao Mungu alikuwa amefanya nini? Ameusema. Ule muda ukiisha, mkono wa Mungu uliokuwa juu ya huo muda unaondoka. Na ndio maana Danieli alipogundua muda umeisha, akamwambia Mungu, tusaidie. Akaanza kutaka kwa maombi, anataka kwa maombi, Mungu ingilia kati. Wote tunakumbuka Danieli alianza kuomba siku ya kwanza. Alisema amen siku ya ngapi? Ya 21. Huyo mtu anajua madhara ya kuendelea kukaa mahali ambapo mkono wa Mungu haupo. Anajua madhara ya kuendelea kukaa eneo ambalo favor, breakthrough, upendeleo, neema ya Mungu haipo. Wewe unatoa wapi ujasiri wa kuishi maisha ambayo hujui kama uko kwenye nafasi Mungu aliyoikusudia au haupo? Na ndio maana utashangaa kuna vitu vinatokea kwenye maisha yako hata uvielewi. Kuna vitu vinatokea kwenye maisha ya watu. Kuna watu Mungu ananipaga neema ya kuzungumza nao, unakuwa kama unaangalia labda sinema. Unajiuliza, hivi mtu kweli anaweza kuishi maisha haya? Kwa nini? Kwa sababu uovu una nafasi juu yake. Uovu umepata kibali kwenye maisha yake. Uovu ukiwa na mlango kwenye maisha ya mtu, kila kitu kinapigwa. Hicho ndio kitu kilichompata huyu mtoto wa Mungu anaitwa Yabesi. Akamwambia Mungu, lau kwamba ungeniokoa na uovu, ungeniondolea huo uovu. Kwa nilichokuwa nakueleza ni kitu gani? Mungu akuwekee mzigo ndani ya moyo wako wa kuutafuta uso wa Mungu na kung'ang'ana na Mungu. Mungu, inawezekana niliondolewa kwenye nafasi. Ndio maana kuna vitu havina suluhisho kwenye maisha yangu. Ndio maana kuna vitu havinipi kutembea kwenye kiwango ninachotamani. Nilikueleza siku ya jana nikakwambia, hatujaumbwa tuje tu struggle kutafuta mafanikio. Hapana. Hatuna tunachoweza kufanya. Hatuna. Kila kitu Mungu ndo anakifanikisha kwenye maisha yetu. Mungu alimwambia Zerubabeli, sio kwa nguvu wala sio kwa uweza, ni kwa Roho wa Bwana. Tunakwenda sawa? Kwa hiyo tutakapokuwa tunaomba, usiombe kama kawaida. Usiombe kama ilivyo desturi. Usiombe kama ulivyo utamaduni wako. Taka kwa maombi mbele za Bwana. Mwambie Bwana, ni leo ndo natakiwa kuvuka, ni leo ndo natakiwa kuondoka. Kwa nini? Kwa sababu kadri ninavyokuwa sipo kwenye nafasi ambayo Mungu umenipa, milango ya baraka inafungwa. Kadri ninavyokuwa sipo kwenye nafasi ambayo Mungu umenipa, siongezeki.
na viashiria viko wazi kabisa. Utajuaje hauko kwenye nafasi? Kiashiria kiko wazi kabisa. Milango ya baraka kwenye maisha yako haiwi kama vile unavyotamani. Hiki kitu kitakusaidia. Unajua nina mambo mengi kichwani, natamani kukueleza yote na Mungu anisaidie. Ni kama ng'ombe anayetaka kukamuliwa kila kitu. Iko hivi. Kuna vitu kwenye moyo wako unavitamani. Kuna vitu kwenye moyo wako vinakusumbua kichwa. Kuna maono unayo, kuna mawazo unayo, kuna hatima unatakiwa kuifikia. Unasikia huku ndani una ndoto nyingi mpaka unaona muda ulionao hautoshi kuzitimiza. Vitu vingine huwa vinakuja hadi kwa njia ya ndoto, unaviota kwenye ndoto. Vingine ukiviona moyo unalipuka, mpaka wakati mwingine unamuuliza Mungu, Mungu mbona akitokei kwangu? Ukiona kuna vitu vinakusumbua namna hiyo, manake ni kiashiria kwamba kuna vitu Mungu ameviweka ndani yako, au vimezuiwa, au vimecheleweshwa, au milango yake imefungwa. Lakini Roho Mtakatifu ni mwaminifu, hata acha kukusemesha hivi vitu ni kwa ajili yako. Hivi vitu unatakiwa kuvisimamia. Hivi vitu vinatakiwa kutokea kwenye maisha yako. Hivi vitu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu atakuwa anakusumbua. Kadri Roho Mtakatifu anavyokusumbua ndivyo unavyoviota, ndivyo unavyoviwaza, ndivyo vinavyokupa mawazo, lakini haujui kitu cha kufanya. Na kama Roho Mtakatifu anakusemesha, manake Roho Mtakatifu anataka akusaidie kujua kwamba hauko kwenye nafasi inayokusaidia hivyo vitu kutokea. Kwa ndio maana Roho Mtakatifu anakuwa anakusemesha. Kwa hiyo anakusemesha ili nini kitokee? Ili urudi kwenye nafasi ambayo itaanza kuwezesha hivyo vitu kufanya nini? Kutokea. Na ndio maana tuliona maombi ambayo Daudi anatuambia aliyaomba. Daudi anasema katika shida yangu nalimuita Bwana. Nilipomwita Bwana, nini Bwana alifanya? Akaniweka panapo nafasi. Kwa kuna vitu vilikuwa vinamtesa kwenye moyo wake, kuna vitu vilikuwa vinamsumbua kwenye moyo wake. Alipoanza kung'ang'ana na Mungu, Mungu akamwambia nimekusikia. Nini Mungu alichofanya? Akamrudisha kwenye nafasi ambayo inasababisha milango ifunguke, nafasi ambayo inasababisha vitu vitokee. Haujarudishwa kwenye hiyo nafasi, haujawekwa kwenye hiyo nafasi, kila kitu kinakuwa kigumu. Na ndio maana ukishajifunza ukaelewa, usiombe tena yale maombi yako ya kawaida. Omba kama Daniel. Taka mbele za uso wa Mungu. Tunakwenda sawa? Nimekueleza paka anayetaka huaga anafanya vitu vya ziada. Tunajuaje Daniel alikuwa anataka? Kasome, utagundua kitu cha ajabu sana. Daniel anasema hiyo siku niliyogundua kwamba tunaanza kuishi nje ya nafasi, manake baraka itakuwa juu yetu tena, hatutakuwa na kuongezeka tena, uovu utaruhusiwa kwenye maisha yetu. Ghafla tutajikuta tunaishi maisha magumu. Anasema nilipogundua kitu cha namna hiyo, anasema mimi Daniel nilivaa magunia. Huyo ni mtu anayetaka. Anasema nikajipaka majivu. Anasema sikula chakula kitamu. Anasema sikunywa divai. Amejifungia, anang'ang'ana na Mungu, anamwambia Mungu, kulikoni tuendelee bila wewe, bila baraka, bila kuongezeka, bila mkono wako kuwa pamoja na sisi, bila upendeleo wako, tuendelee na milango ya uovu imefunguliwa, iko wazi kwenye maisha yetu? Hapana. Mungu, ingilia kati. Mungu, sitoki kwenye hiki chumba. Mungu, sivui haya magunia. Mungu, siondoi haya majivu. Mungu, nataka kuona hiyo neema, nataka kuona hiyo nguvu ya kututoa. Ni mtu ambaye alikuwa anaomba asubuhi, mchana na jioni, lakini leo amegundua kabisa kuna kitu hakiko sawa. Huyu mtu ameamua kubadilisha lifestyle kabisa. Anataka kuona kinatokea sasa. Anataka kuona kinatokea sasa. Ndio neema ninayokuombea katika jina la Yesu. Bwana akisha kusaidia kujua ni kitu gani kimezuiwa kwenye maisha yako, akisha kusaidia kujua kuna nafasi fulani haipo sawa, Mungu akupe hiyo neema ya kutaka.
Sio kila mtu anapata hiyo neema, lakini kawasome hao watumishi wa Mungu wote wakubwa kwenye Biblia. Daudi alipopata nafasi ya kuwa mfalme, elewa hiki kitu kitakusaidia. Kitendo cha Daudi kupata nafasi ya kuwa mfalme, ungekuwa wewe ungesema nimeshaukata. Lakini kaangalie, yeye alipopata ile nafasi, alikaa mwaka wa kwanza, akagundua milango ya baraka kwenye taifa imefanya nini? Imefungwa. Lakini ni mfalme. Mwaka wa pili akagundua hakuna kuongezeka. Kuna kuongezeka. Kwa nini milango ya baraka imefungwa? Kwa nini hakuna kuongezeka? Akagundua, akafuatilia tena, akagundua mkono wa Mungu hauko pamoja naye. Lakini ni mfalme. Mkono wa Bwana hauko pamoja naye. Akagundua milango ya uovu imekuwa wazi mahali anapotawala. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, alijuaje? Mvua haikufanya nini? Haikunyesha. Mvua isiponyesha maana yake nini? Mvua isiponyesha maana yake milango ya baraka imefungwa. Mvua isiponyesha maana yake upendeleo wa kimungu, favor ya kimungu imeondoka. Mvua isiponyesha maana yake milango ya uovu inakuwa wazi. Kasome kwenye Biblia yako. Kuna kipindi mvua haikunyesha kule Samaria, unakumbuka? Watu walikula watoto wao. Watu walikula watoto, walikuwa wanafanya zamu, leo tule mtoto wa nani? Mavi ya njiwa yaliuzwa kwa pesa. Walioweza kupata kibaba cha mavi ya njiwa ni matajiri. Hakuna chakula. Hakuna chakula. Daudi ana experience mwaka wa kwanza, ana experience mwaka wa pili, ana experience mwaka wa tatu. Biblia inasema nini? Daudi akaamua kuutafuta uso wa nani? Uso wa Mungu. Hebu sema akautafuta uso wa Mungu. Sema tena akautafuta uso wa Mungu. Swali jepesi ninalokuuliza, unafikiri Daudi alikuwa aombi? Halo, Bwana asifiwe. Hata Goliathi alimuua kwa jina la nani? La Bwana. Daudi alikuwa anaomba, Daudi alikuwa anaabudu, Daudi alikuwa anapiga kinubi, alikuwa anapiga kwa kiwango ambacho mpaka nguvu za Mungu zinafanya nini? Zinashuka. Kwa hiyo usije ukaniambia Daudi alikuwa mjui Mungu. Daudi alikuwa anamjua Mungu, lakini ameingia kwenye nafasi ya kiutawala, milango yote imefanya nini? Imefungwa. Biblia inasema Daudi akautafuta uso. Akautafuta uso. Nini anachomwambia Mungu? Mungu, kuna kitu hakiko sawa. Ni kweli mimi ni mfalme. Inawezekana ufalme wangu ni kwenye damu na nyama, lakini kwenye ulimwengu wa roho inawezekana mimi siko kwenye nini? Kwenye nafasi. Mungu nisaidie, ni kitu gani hiki kinaendelea? Maana kama mimi niko kwenye nafasi, mimi ni mtoto wako, huwezi ukaniacha kiasi hiki. Akatafuta huo uso wa Mungu. Hatujui alienda wapi, hatujui alijitengaje, hatujui aliombaje. Biblia haisemi, hiyo imeweka kwenye bracket, lakini maandiko yanatuambia akautafuta uso wa Mungu. Maana yake alijidedicate, alijitenga, alifunga, alifanya kila kitu kinachowezekana kuzungumza na Mungu wake. Nataka nikuhakikishie, ukiamua kuutafuta uso wa Mungu, Mungu sio dhalimu, atakutokea na atakujibu. Na ninakuombea hiyo neema katika jina la Yesu. Kama jinsi Mungu alivyomjibu Yabesi, ndivyo Mungu alivyomjibu na Daudi pia. Kaangalia kitu kilichotokea. Maandiko yanasema Mungu akajifunua kwa Daudi. Akamwambia, mwanangu sikiliza, ni kweli haupo kwenye nafasi. Hivi unaweza ukaelewa huyu mtu ni mfalme. Unaweza ukaelewa huyu mtu ni mfalme, lakini hayupo kwenye nini? Lakini hayupo kwenye nafasi. Unaweza ukawa umeolewa lakini hauko kwenye nafasi. Unaweza ukawa bosi kwenye ofisi lakini haupo kwenye nafasi. Niliwahi kuomba na ofisi moja hapa Dar es Salaam. Nilikuwa nafundisha semina kanisa moja hapo mjini, sitalisema jina, lakini nilikuwa nafundisha semina pale. Kuna watu walijua kwamba ninafundisha pale semina, kwa hiyo wakawasiliana na viongozi wa pale.
wakanieleza wakasema tunaomba mtumishi aje aombe ofisini. Huyu mtu alikuwa ni kiongozi wa taasisi, anasimamia taasisi nchi nzima, lakini kuanzia ameingia kwenye hiyo taasisi ni hasara. Yeye anamshukuru Mungu kapata hicho cheo, lakini kuanzia amekaa kwenye hicho kiti ni hasara tu, ni hasara tu, ni hasara tu. Kwa akasema nimefuatilia kwenye YouTube, nimeona, ninaomba huyo mtumishi aje aombe na mimi. Kwa alipofanya nao mawasiliano, wale watu wanamheshimu, wakanifuata wakaniambia. Saa 7 mchana nikatumiwa gari. Nilipomuuliza Mungu ananiambia nenda. Nikafika kwenye ile ofisi. Nilipofika kwenye ile ofisi nikakuta wamenitengea chumba, kwa sababu pale ni makao makuu ya hiyo ofisi nchi nzima. Kwa hiyo nikakuta wametenga chumba fulani, wametenga kile chumba. Kwa hiyo nikaingia kwenye kile chumba. Yule ndugu akaniambia wacha nilete na watu 2 watatu ambao wanaelewa mambo ya kimungu hapa kwenye hii ofisi. Nikamwambia sawa. Kwa hiyo akatafuta wafanyakazi 2 au 3 akaja nao pale kwenye kile chumba. Akaanza kunisimulia kuanzia alipoingia kwenye ile nafasi mpaka huo muda. Anasema hatuoni kitu. Kiangalia ni ghorofa nzuri linatisha. Furniture za ndani ni nzuri. Ni makao makuu kweli kweli. Lakini aliyekalia kiti haoni. Kwa sababu nilikuwa nimejiandaa pale. Tukafanya ibada kidogo tu. Nikamwambia basi tufanye maombi. Kitu kitakacho kushangaza, tukiwa tunaomba, ninaomba. Nikaanza kuomba kwa kunena kwa lugha. Kwa hiyo ninaomba kwa kunena kwa lugha. Ninaomba kwa kunena kwa lugha. Nikiwa ninaomba, ghafla Mungu akaniletea sinema mbele yangu. Akaniletea kama sinema, naangalia sinema. Lakini niko kwenye maombi. Nikaanza kuona huyu mtu, huyu bosi sasa anavyohamia kwenye ile ofisi. Amefika kwenye kiti. Yule mtu aliyekuwekwa kwenye kiti hajaondoka. Yuko pale pale. Na yeye anataka kukalia kiti hicho hicho, lakini yule mtu yuko pale pale. Nikaona jinsi ambavyo yule mtu amegoma kutoa kitu chochote kwenye hiyo ofisi. Kila kitu cha yule mtu kipo. Kila kitu cha yule mtu kipo. Roho Mtakatifu akaanza kunisemesha kwenye yale maono. Unajua maono ni kitu kinakuja kwa sekunde chache, lakini kinaweza kikakusababisha ukaandika hata kitabu. Kwa ninaona kwenye yale maono jinsi ambavyo yule bosi hajaondoka, yule aliyepita hajaondoka. Na Roho Mtakatifu akaniambia hajakubali kuondoka mpaka leo. Yupo. Lakini jamaa kapewa ofisi. Yuko pale. Okay, unafanikiwaje kwenye ofisi ambayo bosi aliyepita hajaondoka? Kwenye ulimwengu wa damu na nyama, wewe unaona kaondoka. Kwenye ulimwengu wa roho yuko hapo hapo. Hajatoa hata vitu vyake. Nikiwa naendelea na maombi, huku namuuliza Roho Mtakatifu, kwa hiyo sasa Roho Mtakatifu mimi nafanyaje? Roho Mtakatifu akasema nimekupa mamlaka, muondoe. Niko huko kwenye maombi, nikaanza maombi ya kumuondoa bosi aliyepita. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Neno la Bwana linasema, popote nitakapokanyaga nyayo za miguu yangu Bwana amenipa. Nimepewa amri ya kukanyaga inge na nyoka na nguvu zote za yule adui. Hakuna kitu chochote kinachoweza kunidhuru. Neno la Bwana linasema hakuna kitu chochote kitakachoweza kusimama mbele yangu. Wewe bosi uliyepita ondoka, achia hii nafasi, achia hiki kiti. Mwache mwenzako atawale. Ninafuta kumbukumbu lako kwenye hii ofisi. Ninaondoa vitu vyako kwenye hii ofisi. Ulishaondoka. Ninakuondoa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninakuondoa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sasa inawezekana wale watu walianza kuona ninaomba kitu tofauti. Nikiwa ninaanza kuomba namna hiyo, nikaanza kuona ile sinema. Nikaanza kuona wafanyakazi wa usafi wanaingia kwenye ile ofisi. Wanaanza kufanya usafi. Tuko kwenye maombi, yani tuko kwenye chumba cha maombi, tumekaa. Naonyeshwa ofisi ya huyu jamaa. Kwa naonyeshwa wafanyakazi wa usafi. Si unajua wafanyakazi wa usafi wamevalia mpaka zile nguo zao, walikuwa ni wafanyakazi wa kampuni. Wamevalia mpaka zile nguo zao, wamekuja na mafagio, wamekuja na mabesedi, ndio wanaanza kudeki. Nikaona wafanyakazi wengine ndio wanaanza kubandua zile picha za bosi aliyepita, wanaanza kuzitoa ukutani. Nikaanza kuona wengine wanatoa kile kiti, kinaletwa kiti kingine. Nikiwa naona namna hiyo naendelea kuomba. Kwa hiyo tuliomba pale kama nusu saa hivi. Mpaka nilipoona ile ofisi imesafishwa.
ndipo ule mzigo wa kuomba ukafanya nini? Ukakatika. Kwa baadaye nikamsimulia yule bosi, nikamwambia sikiliza, bosi aliyepita alikuwa hajaondoka kwenye nini? Alikuwa hajaondoka kwenye kiti, alikuwa hajaondoka. Bosi aliyepita alikuwepo, alikuwa hayuko tayari kuona wewe unafanya nini, unatawala. Akasema ni kweli, akasema ni kweli, kuanzia nimekalia hiki kiti ninapata wakati mgumu sana. Anafuatilia kila kitu, ni kama vile apendi mimi kuwepo hapa. Anasema nimekuwa na wakati mgumu, nimelazimika hata kujilinda, nimelazimika hata kufanya hivi. Kwa nini? Kwa sababu kuna namna ambavyo anafuatilia kila kitu kama vile bado yeye yuko kwenye hii ofisi, lakini kimsingi ameondolewa, hayupo. Nikamwambia usingekaa ukaona mafanikio kama usingetafuta nguvu za Mungu za kumuondoa huyu jamaa. Nini nilichotaka nikusaidia kujua, unaweza kuwa na jina la kuwa hai lakini umefanya nini? Umekufa kabisa. Unaweza kuwa na jina la kuwa hai lakini unaweza kabisa ukawa kwenye ndoa lakini wewe sio mke, wameshakutoa kwenye hiyo nafasi. Uko kwenye ndoa lakini wewe sio mme, wamekutoa kwenye hiyo nafasi kabisa. Nilienda kwenye mkoa fulani, sipendagi kutoa shuhuda nikiwa nafundisha, lakini inawezekana kuna mtu Mungu anataka kumvusha hapa. Nilienda kwenye mkoa mmoja, nikaomba na mama mmoja, sio mama mtu mzima, ni mdada. Yule dada akaja akaniambia kitu kigumu sana. Akaniambia, mtumishi, napitia eneo gumu sana. Nikamuuliza ni eneo gani? Akaniambia hivi, usiku kuna mwanaume huwa anakuja nyumbani kwangu. Nikamwambia akifika anafanya nini? Anasema akifika anamuondoa mume wangu kwenye kitanda, anamweka chini. Alafu nini kinatokea? Anasema sasa yeye analala na mimi kama mtu mke na mume. Namuuliza okay, anaondokaje? Anasema akitaka kuondoka anamchukua mume wangu pale chini, anamrudisha kitandani, anaondoka. Nikamwambia hicho kitu kimetokea kwa muda gani? Akanieleza. Kimwangalia mume wake ni mtu mkubwa, ni mfanyabiashara mkubwa kwenye ule mji. Nikamwambia usipokuwa serious kukikataa hiki kitu, anasema nimefika mahali mpaka nimekizoea, sijui cha kufanya, sijui cha kufanya. Nini nilichotaka uelewe? Nataka uelewe hivi, huyu baba wa watu anaamini yuko kwenye ndoa, lakini ameondolewa kwenye nini? Ameondolewa kwenye nafasi. Na kwa sababu ana confidence, anafanya biashara, ana biashara kubwa kwenye mji, ana biashara kubwa kwenye mji, kwa ana confidence ya kifedha, lakini hayuko kwenye nafasi ya ndoa yake, na hana habari ya kitu kinachoendelea kwenye ulimwengu wa roho. Hana habari ya kitu kinachoendelea kwenye ulimwengu wa roho. Nikamuuliza yule dada, unasali kwenye hili kanisa? Akasema hapana, nilisikia tu matangazo kwamba kuna semina na mimi nikaamua kuja, lakini hiki ni kitu kinachonisumbua. Nikamwambia usipoomba serious, unajua kinachofuata? Akaniuliza ni kitu gani mtumishi? Nikamwambia mume wako atafariki, kwa sababu hawamtaki mume wako kwenye nafasi. Nikamwambia unahitaji kuomba. Nikamwambia unahitaji kuomba, la sivyo mume atafariki, kwa sababu huyo mtu anayekuja kufanya hicho kitu hataki kumuona kwenye maisha yako. Kuna vitu vingine uwaga hatuvifundishi, lakini kuna vitu vinaitwa spiritual husband, spiritual wives, uwaga vinaendelea kwenye ulimwengu wa roho. Kuna kitu kinaitwa mume wa kipepo au mke wa kipepo. Kwa hiyo kuna viashiria ukiviona. Kazi ya yule mume wa kipepo ni kuhakikisha huyo mume aliyopo hakai kwenye nafasi yake, na kazi ya mke wa kipepo ni kuhakikisha huyo mke aliyopo hakai kwenye nini? Hakai kwenye hiyo nafasi. Kwa hiyo ndio maana sio kila matatizo ya ndoa utayatatua kibinadamu. Kuna mengine lazima utafute uso wa Mungu, kujua kuna kitu gani kinachoendelea kwenye ulimwengu wa roho. Maana unashangaa tu kwa nini mke wangu hayuko kwenye nafasi, unashangaa tu kwa nini mume wangu hayuko kwenye nafasi. Kuna baadhi ya vitu sivielewi, kumbe kuna kitu kinachoendelea kwenye ulimwengu wa roho. Kwa nini nimekupa huo mfano? Nimekupa huo mfano ili uelewe. Daudi alikuwa tayari ni mfalme. Watu wote tunamuona kama nani? Kama mfalme, lakini hayuko kwenye nafasi. Alipoutafuta uso wa Mungu, kaangalia kilichompata. Mungu alijifunua kwake. Mungu ni mwaminifu, ukiutafuta uso wake lazima ajifunue kwako. Mungu alipojifunua kwa Daudi alimwambiaje? Alimwambia sikiliza, kuna damu
kuna damu ilimwagwa ya watu wasiokuwa na nini, na hatia. Hiyo damu ilienda ikazuia hiki kiti kisiwe na mafanikio. Damu ilikuwa ni akina nani? Ilikuwa ni Wagibioni, ambao Sauli alikuwa amefanya nini? Amewaua, akitaka tu kujionyesha yeye ni mbabe, akitaka tu kujionyesha kwamba yeye ni mtawala mwenye nguvu. Aliwaua wale Wagibioni. Alipowaua alimwaga damu zisizokuwa na hatia. Haya, huyo mtangulizi wake kafa, hayupo. Ile damu ikapiga kelele mbele za uso wa Mungu. Ile damu ikasimama na madhabahu za adui kuzuia kile kiti kisiwe na matokeo. Anakuja kuingia mtu asiyekuwa na hatia, anakalia hicho kiti. Wanamwambia sawa, kwenye ulimwengu wa damu na nyama umekalia kiti, lakini kwenye ulimwengu wa roho hiki kiti hakina matokeo. Unaweza ukaelewa ni watu wangapi ambao wanafikiri wako kwenye nafasi, lakini kwenye ulimwengu wa roho wameondolewa kwenye hizo nafasi. Ni lazima Roho Mtakatifu akupe neema ya ufunuo, upate kujua kwamba kuna kitu kwenye ulimwengu wa roho hakiko sawa, ili uone kiwango cha baraka ambacho Mungu amekikusudia, uone kiwango cha neema ambacho Mungu amekikusudia, utembee kwenye kiwango cha upenyo ambacho Mungu amefanya nini, amekikusudia. La sivyo hauvuki, la sivyo hauvuki. Utajikuta unaishi kama Yabesi. Watu wanasema tunaye mfalme, tunaye mfalme, tunaye mfalme mtu mwema sana, tunaye mfalme mtu mzuri sana, historia yake ni nzuri sana, aliwahi kumuua hata Goliath, lakini kafuatilie, ni mfalme ambaye hana matokeo. Ndivyo ilivyokuwa kwa Yabesi. Alikuwa na heshima, wanamzungumzia vizuri, lakini hana matokeo. Isiwe kwako katika jina la Yesu. Mlango wote uliofungwa Bwana akaufungue tena. Kibali kilichoondolewa Bwana akakirejeshe tena. Heshima iliyoondolewa Bwana akairudishe tena. Hicho ndicho ninachokuombea katika jina la Yesu. Naomba usimame mahali ulipo. Twende mbele za uso wa Mungu kwa maombi. Twende mbele za uso wa Mungu kwa maombi. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Kama haukuwa umepata nafasi ya kupata zile nakala za vitabu nilikuwa nimezisema, hivi vitabu vipo, vinapatikana pale, ndugu atakuwa navyo pale nje wakati wa kutoka. Nilikuwa nimesisitiza upate kitabu kinaitwa Maombi ya Vita au Maombi ya haya ni maombi ya kushindana. Ni kitabu muhimu sana, kitakusaidia kukuongoza kwenye mifumo ya kimaombi. Lakini kuna kitabu kinaitwa Ukombozi. Ni kitabu ambacho kinakusaidia kujua namna ya kujinasua kutoka kwenye maagano na vifungo vya nguvu za giza. Lakini nilieleza kitabu cha Uongozi wa Roho Mtakatifu, nilieleza kitabu cha Maamuzi na kitabu cha Ukombozi wa Fikra. Ziko nakala 5. Unaponunua pia ni sadaka yako mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo zinapatikana pale nje. Siku ya kesho tumesema tutakuwa na maombi maalum. Nakumbuka tunachoomba ni Mungu akurejeshe kitu chochote ambacho ibilisi amekiondoa kwenye maisha yako. Kama kuna nafasi ibilisi ameiondoa, nguvu za Mungu zikaingilie kati. Hiyo neema ya Mungu ikaingilie kati nafasi yoyote Mungu aliyoondoa. Na maombi yetu ya siku ya kesho tutayaunganisha na sadaka zetu mbele za Mungu. Kwa hiyo tunazo bahasha hapa ambazo tutaziombea leo. Bwana Yesu asifiwe. Ili unapoachilia hiyo sadaka, kumbuka jana nilikuwa nimekueleza nikasema usitoe sadaka kawaida, toa sadaka kimaombi. Kwa nini? Kwa sababu madhabahu zote zinazoshindana na wewe na zenyewe zinatoa nini? Sadaka. Wanafanya kafara, tena wao wanafanya sadaka kubwa sana. Wako tayari kupoteza maisha ya mtu ili tu yeye atoe sadaka. Sisi damu ya Yesu ilimwagika pale msalabani. Kwa hiyo tunapotoa sadaka sisi tunatoa kwa njia ya nini? Ya imani. Tunatoa kwa njia ya imani. Kwa hiyo unapoachilia hiyo sadaka, isemeshe kwenye madhabahu ya mbinguni, sadaka ninakutuma, kanisemee mbele za Mungu. Kanisemee mbele za Mungu. Kwa nini? Kwa sababu mahali hazina yako ilipo na moyo wako ndipo unapokuwepo. Kuna vitu wewe huwezi kusema, sadaka yako itasema. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kuna vitu huwezi kujieleza. Kwa hiyo tutaomba pia kwa ajili ya hizi bahasha.
ili pia uweze kupata bahasha yako kwa ajili ya siku ya kesho. Lakini ninakutia moyo uweze kumkaribisha na mtu mwingine kwenye maombi tulionayo kesho. Inawezekana uko naye kwenye biashara, uko naye ofisini, msaidie. Huwezi kujua ni kitu gani Mungu anaenda kufanya kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu, watoto wako watakapokuwa wanachukua hizi bahasha, ninaachilia nguvu zako kwenye hizi bahasha katika jina la Yesu. Kile ambacho anaenda kukitoa na kukiambatanisha na maombi ambayo Bwana yuko nayo ndani ya nafsi yake, ninakusihi katika jina la Yesu, sadaka yake atakayoiachilia kwa njia ya imani, Baba, ukaitakabali, ukaikumbuke. Ni sadaka ya kimaombi, ni sadaka ya kimaagano. Ulipotaka kufanya agano na Ibrahim, ulimwambia atoe sadaka, na alipotoa sadaka uliikumbuka ile sadaka. Watoto wake walipokuwa wanalia kule utumwani, ulikumbuka lile agano. Tumenyosha mikono yetu kwenye hizi bahasha, Bwana, tutakapokuwa tunazitumia, tunaomba Bwana Yesu, ukakutane na mahitaji yetu, ukakutane Bwana na maombi yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe Mungu wetu ni mwaminifu. Nyanyua tena mkono wako vizuri juu kwa Bwana. Sema, Bwana Yesu, ninaita damu yako jioni hii ya leo. Ninaita nguvu zako juu ya jina langu, juu ya nafsi yangu, juu ya roho yangu. Ninaita nguvu zako juu ya maisha yangu. Ikiwa kuna jambo lolote la uovu lilifanyika ili kuniondoa kwenye nafasi inayotakiwa kunipa kibali, inayotakiwa kunipa heshima, inayotakiwa kufungua milango ya baraka, inayotakiwa kunizidisha, kama kuna jambo lolote la ubaya, la uovu, la hila lilifanyika kunitoa kwenye nafasi, leo ninaita damu yako, damu ya msalaba, inirejeshe kwenye nafasi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho ya uovu, roho ya ubaya, achia maisha yangu, achia jina langu. Roho ya uchawi, roho ya hila, achia maisha yangu, achia nafsi yangu, achia mwili wangu. Lile kusudi lililozuiwa, lililoshikiliwa, leo liachiliwe kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Madhabahu za giza leo ninakuangusha. Achia, achia, achia kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Endelea kuachilia damu ya Yesu sasa, endelea kuomba. Bwana Yesu, watoto wako wamenyosha mikono yao juu, na mimi kwa mamlaka ulionipa, ile mamlaka iliyokuu, mamlaka ya damu ya Yesu, ninaachilia hiyo damu yako kupita kwenye kila eneo la maisha yake. Ndiyo hiyo nafasi ambayo ibilisi anaipiga vita, hiyo nafasi ambayo ibilisi anaipiga vita, hiyo nafasi ambayo ibilisi anaipiga vita kuanzia alipozaliwa, alipokuwa anakuwa, hiyo nafasi ambayo ibilisi anaipiga vita kuanzia alipozaliwa kwenye makuzi, hiyo nafasi inayopigwa vita kwenye biashara, hiyo nafasi inayopigwa vita kwenye ndoa, hiyo nafasi inayopigwa vita kwenye familia, Baba, ninaachilia damu yako kupita, damu yako kupita, damu yako kupita, damu yako kupita, damu yako kupita. Inawezekana kuna ugonjwa umetumwa kwenye maisha yake ili tu aondolewe kwenye nafasi. Inawezekana kuna watu wabaya wametumwa kwenye maisha yake wamtoe tu kwenye nafasi. Inawezekana amefanyiwa fitina, amefanyiwa hila, atoke tu kwenye nafasi. Inawezekana kabisa kwa
Bwana. Kuna upinzani kaskazini, kusini, mashariki na magharibi. Baba, umesema kwenye neno lako mabaya hayatampata. Umesema hiyo tauni haitakaribia nyumba yake, haitakaribia hema yake. Umesema kwenye neno lako hata kuwepo mtu atakayesimama mbele yake. Umesema kwenye neno lako Bwana, hakuna uchawi, hakuna uganga juu ya Israeli, juu ya Yakobo. Umesema kwenye neno lako kwamba utamtetea, kwamba utamsaidia. Nami ninasimama kwenye zamu yangu, kwenye nafasi ya kikuhani, ninasimama kwa ajili yake. Ikiwa kuna mashtaka ambayo ibilisi amesimama nayo, ikiwa kuna uovu shetani anautumia, leo ninampokonya shetani hiyo mamlaka. Ninafuta huo uhalali, ninaondoa huo uhalali wa yeye kuzuiwa, ninaondoa huo uhalali wa yeye kuzuiwa. Ndio huo uhalali, hiyo hati ya mashtaka ambayo shetani amesimama nayo, kama alivyosimama kwa Daudi. Alitumia damu kumzuia Daudi asione mafanikio. Hata kama alikuwa ni mtoto wa Mungu, alimzuia Daudi asione upenyo. Hata kama alikuwa ni mpakwa mafuta, alimzuia Daudi kwa sababu ya damu iliyokuwa imemwagika. Haijalishi kitu gani kimesimama, leo ninaachilia damu ya Yesu, hiyo damu inayonena mema, ninaiachilia juu yako, ninaiachilia juu yako. Ndio, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Mwambie Bwana, inawezekana kuna sababu, inawezekana kuna hatia, inawezekana kuna uovu, inawezekana kuna uhalali wa shetani kunizuia, inawezekana kuna uhalali wa milango ya baraka kuzuiwa, inawezekana kuna uhalali wa milango ya kibali kuzuiwa, inawezekana kuna uhalali. Leo ninaachilia damu yako Yesu iingilie kati, iingilie kati kuondoa uhalali. Ndio, endelea. Hiyo nguvu ya Bwana iko juu yako, iko juu yako, iko juu yako. Hiyo neema ya Bwana iko juu yako. Randalaba koreboseke reposeke renderebosaya rapakorobosaka. Damu ya msalaba, damu ya mwana kondoo, damu ya msalaba, damu ya mwana kondoo, damu ya msalaba, damu ya mwana kondoo inayonena mema, inene mema, inene mema kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti.